zaidi, maana una mwili, una roho. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hii sura tulio nayo hapa ndio uhalisia wetu, lakini moyo wako hautujui. Mzee wa kanisa amesema nimeamshwa asubuhi kwa ajili ya maombi. Mtu alikuwa na shida. Kuna shida ambazo pia hatuzielewi. Unajua, wewe ukiamua kutoka moyoni kwamba sasa basi, hapo ukiamua, Mungu anaiondoa ile hali yako ya zamani, anakufufua uwe mpya. Hivi vya zamani vinatokea wapi sasa? Sasa ndani ya Kristo vinatokea wapi? Wakati anasema mmekuwa viumbe vipya, kiumbe kipya, hii hali ya kale imetoka wapi? Unamwombea mtu mapepo wewe uyatoe, wakati yeye anasema ni ya kwangu. Yeye hayuko tayari hayo yamtoke. Watu wanakuja kuchoma vya kichawi, vingine anabakiza, anasema hivi ila chomeni hivi. Utakuwa umefanya hapo. Haleluya. Kitabu cha Wafalme wa Pili 17:17 naelezea. Biblia inasema wazazi, sasa msikilize hiyo, wakawachukua watoto wao waume na wake, wakawapitisha motoni, wakawapeleka kwa wachawi, kwa waganga, wakauza nafsi zao huko, hata wakamkasirisha Bwana. Haleluya, wakamkasirisha Bwana. Leo hii wewe uchomoke kirahisi, wakati babu yako, mzaa baba yako alishakusimika huko, alipanda mpera sehemu kwamba mpera unapoota huu kandamiza maisha yangu, siwezi kuishi maisha ya mateso, nina watoto 7, siwezi kuishi maisha ya mateso, nina watoto 10. Kwa ameweka dhamana kwa shetani. Anaenda kwa shetani au kwa mganga wa kienyeji. Mganga anasema kalete shilingi 100. Mganga anamwambia kalete shilingi 1000. Nataka utajiri, afu mganga anataka shilingi 1000. Shituka, haiwi shilingi 1000. Ile 1000 dhamana yake ni kwa mganga na shetani. Ni fedha ya kiunganishi, ya agano baina yako wewe na shetani, moja kwa moja. Baba yako alifanya hivyo kabla haujaamua kufanya hivyo. Acha, utatesa watu ambao hawatakuwa na hatia. Watu 5 kwenye kizazi, watu 5. Hivi vizazi 5 ndivyo Biblia inavizungumza. Mmoja ndio ametengeneza vizazi 4 ambavyo Mungu anasema atavibariki hivi vizazi 4. Sasa huyu mmoja, yeye alifanya hayo ninayoyazungumza. Amepanda mwashera sehemu kwamba huu mwashera unapoota, kamata familia ya dada yangu ambaye ndio shangazi yako. Sasa mtoto wa shangazi yangu, yani wewe mtoto wa shangazi yako, hawaolewi, chochote wanachokigusa hakifanikiwi, shule zinapokonyoka, zinakataa. Kumbe kuna mtu alipanda mwashera sehemu. Huyo wa mwishoni hajui kwamba chanzo cha laana yake ni huyu, hajui. Alafu wewe unaleta mizaa madhabahuni pa Bwana. Wewe haujaingia mzima ndani ya Kristo. Leo hii michanganyo tumeweka pembeni. Haleluya, haina kazi, maana hakuna faida huko. Tumeingia sala tu, asala. Wakati Mungu anasema ukitoa ndani ya madhabahu, humtolei mchungaji, unamtolea Mungu aliye hai. Anasema utabarikiwa mara 100 duniani kisha uzima wa milele. Kwa nini hatujui? Kwa nini tumefungwa haya? Leo kitambaa cheusi usoni kwako kinakwenda kuondoka kwa somo la siku ya leo. Haleluya. Mungu ni nani? Mungu ni nani? Mungu ni muumbaji. Na shetani ni nani? Shetani ni muumbwa
au ni malaika aliyeasi? Hayo ndio majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kitabu cha Ufunuo cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1, umesoma sana hapo, lakini tafsiri yake sidhani kama uliipata. Anasema Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nini maana ya neno hili? Mungu aliziumba mbingu na nchi. Leo utafakari alafu ulipokee, na hilo ndio jibu lako 100% kwa asubuhi ya leo. Mungu ni nani? Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1. Mungu aliziumba, sio aliiumba, aliziumba mbingu na nchi. Twende kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 21 mstari wa 1. Ufunuo 21 mstari wa 1. Biblia inasema hivi, unisikilize. Inasema kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupita, hapana bahari tena. Haleluya. Mbingu za kule mwanzo anasema Mungu aliziumba. 21 Ufunuo anasema Mungu aliumba mbingu mpya na nchi mpya. Mbingu mpya na nchi mpya, anasema kwa maana mbingu za kwanza. Mwelewage hapa. Mbingu aliziumba mbingu kule. Hapa anasema kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupita, hapana bahari tena. Bahari ni nini? Kinabii, bahari ni watu wengi, au bahari ni ulimwengu wenye mafundisho mengi ya ukweli humo humo, ya uongo humo humo. Kwa tafsiri ya bahari kiunabii ni watu wengi. Unabii, mnyama. Tafsiri ya mnyama kiunabii, mnyama ni falume au ni wafalume. Kwa Biblia ikisema mnyama kiunabii ni wafalume. Haleluya. Ni somo zuri sana hili. Siku moja nitakuja hapa tulipange. Yaani uelewe wewe upo kwenye nyakati gani. Sikutanii na kuambia ukweli. Leo hii sio muda mrefu tutaulizwa swali. Ni nani aliye mzuri kama huyu? Ni nani? Ni nani? Ni nani? Halafu inapita madhabahuni. Madhabahuni inaingilia wapi hii? Haleluya. Yaani hapa somo linabadilika. Somo linabadilika, na unielewe tu. Mchungaji, sikutaka kukifanya hiki, ila tu naomba unisamehe kwenye hiki. Hiki mchungaji, tukiangalie wote. Ubao tunao humu ndani. Ubao lazima tuwe nao, kanisa kubwa sana hili. Ubao tukifundishana kwa kuchora, kwa kuchora italeta wepesi. Tuna walimu wa Sunday school wazuri sana hapa. Nimeona kijana wangu mmoja anajibu, yanazungu, yani amelitafuna neno sawa sawa. Nimemuelewa. Haleluya. Lakini kuna wepesi wa kukufanya wewe uelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Samahani mchungaji, naomba nikusumbue. Naomba ukae hapa baba, samahani, lakini nataka ni hiki kitu kinatufaa wote. Huko nyuma nitashindwa kuigeuza hii picha. Nataka wote tukae hapa. Mama mchungaji, naomba unisamehe. Njoo kae hapa mama. Njoo kae hapa. Au tukae wote hapo, baba na mama tukae pale. Nina sababu, naomba munisamehe, navunja sheria zenu, lakini kwa ajili ya Kristo. Haleluya. Mumeiona hii picha? Mumeiona hii picha? Mumeiona hii picha? Walio mbali, ndio maana napendaga tusogeage